Salamu alaikum. Uh, Tukizungumzia maandalizi kiujumla yako vizuri, so tofauti na preparation ya siku zingine. Uzuri wa maandalizi ni kwa maana ya kuandaa vijana ki psychology hasa kwa sababu tumesafiri kutoka Dodoma, sasa tumefika jana, leo tuna siku moja tu ya kufanya recovery na kuona namna gani jinsi ambavyo tunajiprepare. So preparation kubwa itakuwa sana kwenye pati ya darasa kuona namna gani jinsi ambavyo tunakwenda kukabiliana na timu nzuri Pamba na kuangalia zile strength zao na weakness zao na sisi kuwa bora kwenye hizo aspect zote. So tunatambua umuhimu wa mechi na ugumu wa mechi ambavyo upo. Moja wa timu nzuri ambayo inacheza ikiwa nyumbani Pamba iko na momentum nzuri na consistency nzuri ya matokeo na ina wachezaji wazuri kwa hiyo tuna maangalizo hayo na kuangalia namna gani jinsi ambavyo tunahitaji kukabiliana na timu hiyo. So hakutakuwa na preparation kubwa sana zaidi ya kuwajenga wachezaji psychology kwa sababu hatuna siku zaidi ya leo. Then tomorrow tuende kwenye mchezo. Asante kocha. Labda nitoe nafasi ya kumwandishi habari kwa ajili ya maswali mawili matatu kuelekea mchezo huu leo. Sawa coach, karibu Mwanza, najua ni nyumbani. JKT mjao na mwendelezo mzuri hasa kwenye mechi zenu sita za hivi karibuni. Mmepoteza mechi 2, sare 4 kwenye mechi sita za hivi karibuni. Pengine hii performance haiwezi kuathiri mchezo wa kesho, na timu yako unaionaje ikiwa rekodi hizi si nzuri kwa JKT mpaka tunapozungumza sasa kwenye mechi za mwisho hizi sita? Ni kweli kama mkuu wa staff hatuko happy na matokeo ambayo yalitokea huko nyuma. Mimi kama mwalimu, wachezaji pamoja na management, so ni kazi yetu, ni homework kwetu kuangalia jinsi gani ambavyo tunahitaji kuimprove vijana day after days na kuwa bora kwenye kila nyakati ambazo zinatokea. Hicho ni kitu ambacho naweza nikakisemea ni funzo. Tunaweza kujifunza na kuona namna gani jinsi ambavyo tunahitaji kuendea mechi na mechi. Ni kujitahidi kuwa bora kwenye hizo nyakati zote na kuweza kuiendea mechi jinsi ambavyo itakuwa. Swali lingine pia ni kuhusiana na msimamo wa ligi ulivyo. Ni kweli JKT haipo kwenye eneo la kushuka daraja, lakini mchezo wa kesho mpinzani wako akipata nafasi ya kushinda anakushusha kwenye nafasi, kwa sababu ni timu ambazo zinasogeleana. Pengine malengo ni yapi kuhakikisha kwamba bado mnaendelea kukaa juu hapa? Kwanza tuna respect Pamba kwa jinsi ambavyo ipo hiyo nafasi. Ni kweli kama tunaweza tukapoteza mechi, basi wao wanaweza wakawa kwenye nafasi ambayo sisi tupo, so tunaelewa hilo ambalo lipo na nini ambacho tunatakiwa tufanye. Inabaki ni sisi sasa department zote kuona namna gani tunaweka out ili tuweze kupata matokeo mazuri. Lengo mama ni kuweza kupata matokeo mazuri, lakini tuna respect opponent, tunajua yuko na home advantage na hilo tunalifahamu, so tutahitaji kuwa bora kwenye hizo nyakati, na tunajua kwamba kama anaweza kufunga basi anaweza kuwepo kwenye position ambayo tupo. Malengo yetu ni kuweza kuweka out vizuri ndani, kila mmoja kuwa na energy, kila mmoja kuwa na hiyo desire na kuona namna gani tunaiendea hiyo mechi na kuweza kuifanya kuwa bora kwetu na kupata matokeo mazuri. Ndio lengo ambalo tuko nalo. Asante mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmed Ally, na sasa umsikilize mchezaji Shomari Mbwana akieleza machache kwa niaba ya wachezaji wenzake wa timu ya JKT. Na Shomari, karibu sana. Shukrani. Asalamu alaykum. Cha kwanza, sisi kama wachezaji tunashukuru tumefika kituo cha mechi salama, na kilichotuleta zaidi huku si ni pointi 3, hakuna kitu kingine, kwa sababu tumecheza michezo 6 tujapata matokeo mazuri tulikuwa tunatarajia. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachoanza nacho ni kesho pointi 3 inshallah. Na huyo ni Shomari. Tusikilize machache kutoka kwa waandishi wa habari. Sawa, Shomari, kama mchezaji bado michezo miwili tu kumaliza ligi, kwenu kama wachezaji ulikuwa ni msimu wa aina gani? Pengine kwenu nyie kama wachezaji muone ni msimu wa aina gani ambao mnakwenda kumalizia? Kiukweli msimu ulikuwa mgumu, ndio maana mpaka sasa hivi watu top 6 ile ukiangalia, lakini point watu wameachana gap ndogo. Kwa hiyo sisi kiujumla narudi pale, sina jitahidi tumalize vizuri
kama tulivyoanza, sababu katikati hapa tulikuwa na upepo mbaya. Kwa sisi tunataka tuanze kwenye hizo mechi mbili tupate pointi 3 kila mchezo, tubaki kwenye nafasi nzuri. Labda Shomari, kwa niaba ya wachezaji wenzako, ni vipi mmejiandaa kukabiliana na hali ya hewa ya huku mnakotoka na hali ya hewa ya Mwanza kuelekea mchezo wa kesho? Kiukweli kama wachezaji kiujumla, inabidi kila sehemu tunayoenda tukubaliane na hali ya hewa, kwa sababu huwezi kwa sababu unacheza sehemu moja tu akili yako kaweka kwamba mimi hali ya hewa sehemu moja ndio naweza kucheza. Lakini si kama wachezaji tunajitahidi tu maintain hali ya hewa tunakutana nayo huku, na tunaomba mashabiki zetu wa Mwanza waje kutuunga mkono tuweze kupata points 3. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.